Urusi inakazia kutambuliwa kimataifa kwa umiliki wake katika eneo la Crimea pamoja na mikoa yote minne ya Ukraine, yani Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na huko Kherson kama sharti la mazungumzo ya amani baina ya Urusi na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov aliweza kusema hivyo katika mahojiano na chombo cha habari cha Brazil O Globo iliyochapishwa siku ya jana tarehe 28 mwezi huu. Alisema hitaji hilo ambalo liliweza kuamrishwa wiki iliyopita na msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov linakazia jinsi Urusi inavyoendelea kushinikiza matakwa yake ya juu licha ya juhudi za Washington za kushughulikia mazungumzo ya amani baina mwa nchi hizo. Urusi ilitangaza kwa njia haramu majimbo manne ya Ukraine kuwa sehemu yake katika mwaka 2022 kufuatia kura ya maoni ya uongo ambayo iliweza kuraniwa na nchi nyingi kutoka Magharibi, lakini haidhibiti kikamilifu maeneo hayo, ambapo Crimea ilichukuliwa na Urusi tangu mwaka 2014 na iliweza kujumuishwa pia katika madai ya eneo la Moscow. Imeripotiwa ya kwamba Washington inazingatia utambuzi wa kisheria wa udhibiti wa Urusi huko Crimea kama sehemu ya makubaliano ya amani yanayoweza kutokea na udhibiti wa uhakika juu ya maeneo mengine yanayokaliwa na nchi hiyo. Wakati huo pia maafisa kutoka nchini Marekani wanasemekana kukataa takwa la kujiondoa kabisa kwa Ukraine kutoka maeneo mengine manne katika nchi hiyo. Alipoulizwa kuhusu masharti ya Urusi kuingia katika mazungumzo ya amani, waziri wa mambo ya nje wa Urusi pia alitaja marufuku ya Ukraine kuingia katika NATO, uondoaji wa kijeshi nchini humo na mabadiliko ya sheria ya Ukraine ambayo yatarejesha msimamo wake wa lugha ya Kirusi, utamaduni na mashirika ya kidini. Masharti hayo ni sawa na madai ya awali yaliyotolewa na Moscow mwanzoni kabisa mwa uvamizi wake Februari ya mwaka 2022. Lavrov pia alisema ya kwamba marufuku ya Ukraine ya mazungumzo moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin lazima kuondolewa. Hapo awali Kremlin ilisema ya kwamba Putin atakuwa tayari kuingia katika mazungumzo na Kiev bila masharti yoyote mara tu kizuizi hicho kitakapoondolewa, na inaonekana kupingana na taarifa za Lavrov. Baada tu ya taarifa hiyo, Ukraine imekataa pia kutoa eneo lake kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani na Urusi, na Kiev pia na washirika wake wamekataa madai ya kupunguzwa kwa wanajeshi wa Ukraine. Ahadi zote za Kiev lazima zihakikishiwe kisheria, ziwe na taratibu za utekelezaji na ziwe za kudumu, Lavrov alisema, akiongeza kwamba Urusi pia inadai kuondolewa kwa vikwazo vya Magharibi, kukomeshwa kwa kesi za kisheria za kimataifa na vibali vya kukamatwa dhidi ya maafisa wa Urusi na kurejeshwa kwa mali ya Urusi iliyogandishwa Magharibi. Serikali za Magharibi pia tayari zimeanza kutumia pesa zinazohusishwa na mali hizo kuisaidia Ukraine, ambapo mnamo mwezi wa 10 mwaka jana kundi la 7 yani G7 liliweza kuidhinisha karibu dola bilioni 50 katika mikopo kwa Kiev ambayo itarejeshwa kwa kutumia riba inayopatikana kwenye fedha za Urusi zilizozuiliwa. Zaidi ya hayo, Lavrov alisema Moscow ingedai dhamana ya kutegemewa ya usalama kutoka kwa NATO, Umoja wa Ulaya na nchi wanachama wake dhidi ya matisho yanayodhaniwa kuwa ya wakati ujao kwenye mipaka ya Magharibi ya Urusi. Lavrov alisema Urusi imesalia wazi kwa mazungumzo, lakini alidai ya kwamba mpira hauko upande wao, akishutumu Ukraine kwa kukosa nia ya kisiasa ya amani. Pia alisema ya kuwa Washington imeanza kuelewa vyema msimamo wa Urusi, akidokeza mabadiliko ya sera ya kigeni yaliyoletwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na zimepita zaidi ya siku 45 tangu Ukraine ikubali mapendekezo ya usitishaji vita ya siku 30 iliyopendekezwa na Washington kuletwa kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Machi mwaka huu, ambako Moscow ilikataa mpango huo ikitaka kusitishwa kabisa kwa usaidizi wa kijeshi wa Magharibi huko nchini Ukraine.
Licha kudai kuunga mkono kupunguza kasi, Urusi pia bado imesalia na operesheni zake za kukera katika mstari wa mbele wa kivita, ambako Moscow ilizidisha mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya kiraia hivi karibuni na kusababisha watu takriban 13 kuuawa huko jiji la Kyiv nchini Ukraine mnamo tarehe 24 mwezi huu, ambako rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliweza kueleza kusikitishwa kwake na Urusi na kumtaka Rais Vladimir Putin aweze kusitisha mashambulizi yake na kukamilisha makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Washington ili kumaliza vita nchini Ukraine. Trump alisema, sawa, nataka aache kupiga risasi, aketi chini na kutia saini mkataba. Trump aliwaambia waandishi wa habari alipoulizwa kuhusu matarajio yake kwa Putin, ambako aliongeza kuwa wana vikwazo vya mkataba, anaamini na anataka asaini. Aliongeza akionyesha kutokuwa na subira huku mazungumzo yakikwama. Maoni ya Trump yalikuja baada ya Urusi kuzindua shambulio hilo baya huko jiji kuu la Ukraine maarufu kama Kyiv, ambalo lilisababisha watu takriban 13 kuuawa na wengine takriban 90 kujeruhiwa na mashambulio hayo. Namuona Zelensky akiwa mtulivu zaidi, nadhani anaelewa picha, nadhani pia anataka kufanya makubaliano, Trump aliongeza hivyo. Utawala umekuwa ukiongeza shinikizo kwa Ukraine na Urusi kukubali makubaliano, ikionya kwamba Marekani inaweza kusonga mbele ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa hivi karibuni. Ingawa maelezo kamili ya pendekezo hilo bado hayajafichuliwa, ripoti zinaonyesha kuwa inaweza kuhusishwa utambuzi wa Marekani kwa Crimea kama eneo la Urusi, wazo ambalo pia Rais Volodymyr Zelensky aliweza kulikataa kwa uthabiti wiki iliyopita na kutangaza kwamba Ukraine haitatambua kisheria kukaliwa kwa Crimea na hakuna cha kuzungumza juu ya swala hilo. Trump alithibitisha Jumapili ya wiki iliyopita kwamba Zelensky alizungumzia kwa ufupi kabisa swala la Crimea wakati wa mkutano wao kabla mazishi ya Papa Francis huko Vatican nchini Italia. Akielezea mkutano wake na Zelensky kwenye Basilika ya St. Peter kama mzuri, Trump alikiri kwamba Ukraine inakabiliwa na barabara ngumu mbeleni. Alisema Zelensky alitangaza upya wito wake wa silaha zaidi, ombi ambalo Trump alibainisha limerudiwa kwa miaka na wanaona kitakachotokea. Trump alisema anataka kuona nini kinatokea kwa heshima na Urusi. Pendekezo la Washington la usitishaji mapigano dhidi ya Urusi na Ukraine linaripotiwa kuwa linajumuisha masharti yanayofaa zaidi kwa Moscow, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa rasmi kwa unyakuzi wa Crimea kinyume cha sheria na ahadi ya kuondoa vikwazo. Mpango huo pia hauna dhamana ya usalama kwa Ukraine. Ukraine pamoja na Ulaya zimeunda pendekezo mbadala ya amani ambalo ina dhamana thabiti ya usalama na hakuna ahadi za makubaliano ya eneo kabla ya usitishaji vita kamili kutekelezwa nchini humo. Taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi, endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo na kufahamisha kila siku kutoka vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vimeanza tangu mwezi Februari ya mwaka 2022.